Sifa tunavyosifa. Kwa hiyo sifa nyingi ambazo tumeiona Yesu Mathayo alivyozaliwa ili ng'ombe aliabudiwa, pia mimba yake haikutungwa kwa uwezo wa binadamu, ila ni Mungu mwenyewe aliachia roho yake ndani ya tumbo la Mariamu. Yesu tunaona alisamehe dhambi. Alafu cha pili tunaona Yesu alipomaliza kubatizwa, Mungu Baba akasema tumsikilize yeye, ndio mwana wake wa pekee wa kweli. Na tusiye na tumfuate yeye. Na pia tunaona Yesu anawaambia watu, muwabatize watu kufanya kuwa wanafunzi wangu. Kwa jina la Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Na Yesu anasema yeye ayatendi yote hayo kwa shauri lake, ila ni Mungu Baba aliyemtuma. Kwa hiyo yote anayoyaongea na kuyafanya ni yale ambayo Mungu Baba anafanya nini? Amemtuma, ambaye ni baba yake. Alafu pia tunaona kujifunza, tuko kwenye mwendelezo. Yesu ni Mungu au ni mwanadamu au ni mtume? Yesu mwenyewe akananili, tunaangalia Yesu mwenyewe alitoa uhai wake pale kwenye msalabani. Kwa hiyo Yesu kiuhalisia kufa, alitoa roho yake yeye mwenyewe, pia akaurudisha uhai wake. Kwa hiyo tunaangalia sasa, nani ana sifa za kutoa uhai wa mtu na kurudisha uhai wa mtu na akajifufua yeye mwenyewe? Hii nguvu inatuonyesha kwamba Yesu hakuuawa, yeye ndo alitoa roho yake akashuka kuzimu, akaenda kumnyang'anya shetani funguo za mauti na kuzimu, kwa sababu shetani alikuwa bado ana mamlaka za kuendelea, kwa sababu kuzimu ilikuwa imetengwa sehemu mbili. Ilikuwa ni kuzimu ya wale watu waliotenda mabaya na kuzimu watu ambao walikuwa ni watu wa Mungu, lakini sasa walikuwa wanamfuata Mungu kwa njia ya kivuli, kwa njia ya kondoo au kumwaga damu. Ilikuwa ile damu ilikuwa inamwakilisha Yesu, damu ya Yesu ilikuja kumwaga, ambayo ni kipindi cha neema, kuja kumwaga kipindi cha neema, ni kwamba ili watu wapate kutakasika, wapate wokovu wa kweli. Kwa hiyo Yesu alienda kuwaokoa wale watu, akamnyang'anya shetani asiende kuwakamata watu wa Mungu pale wanapokufa. Kwa hiyo nguvu ya mauti isiwe juu ya wana wa Mungu, waende kushikiliwa kule kuzimu. Ndio funguo, akaenda kuchukua funguo za mauti na nini na kuzimu. Watu wasiende kushikiliwa baada ya kufa, wasiende kushikiliwa na shetani, wala wasiende kushikiliwa kuzimu, waende mbinguni au paradiso au peponi, maana ambapo roho za watakatifu zinakaa, na kuzimu ikabaki ni mahali za mateso ya watu ambao hawajamkiri Yesu Bwana na Mwokozi wao, wanaishi maisha ya duniani, wanaamini mashetani, mafilimasoni, waganga, mizimu, majini, mailluminati, maboni na society, wanaamini kwenye nguvu za giza za waganga, hawamtumainii Mungu, wanatumainia wanadamu, wanaishi maisha ya dhambi, maisha ya anasa, wanapenda mapambo ya duniani, urembo wa duniani, kujipamba, majivuno, wanapenda kafara,